kutokana na huduma anayotoa. Sorry, samahani. Sasa Akila, twende tusirudi nyuma, twendeni kwenye swali straight. Nimeona umeongea vizuri, lakini umerudi kwenye mada ya kwanza, maswali ya kwanza. Mtoa huduma ni nani? Umdefine tu mtoa huduma. Nataka tuelezee, tumtaje mtoa huduma ni nani? Mlishasema wafanyakazi wa ndani ni watoa huduma. Sawa, mtoa huduma ni nani? Na mlishataja na majukumu yao. Kwa hiyo sihitaji kusikia majukumu, sihitaji kusikia ni mtoa huduma au mtoa huduma. Ni nani? Mtoa huduma ni nani? Huyu mtu anayetoa huduma ni nani? Mtoa huduma hapa tunamzungumzia dada ambaye ataajiriwa kwenye nyumba. Huyo dada anatakiwa awe na umri ambao umeruhusiwa na serikali yetu kuwa anaruhusiwa kufanya hizo kazi za ndani. Na tunavyotambua umri wa kuanza kufanya kazi za ndani ni miaka 18 na kuendelea. Na pia huyo dada anatakiwa kuwa na nidhamu, afya njema, msafi, msikivu, hivyo. Okay. Kwa hiyo umetupeleka kisheria kabisa, vizuri kabisa, kwamba ni awe mzima, si ndio? Ndio maana tunawekaga kituoni hapa awe mzima na afya, miaka 18, si ndio? Ndio maana tuajiri chini ya miaka 18, si ndio? Na hao tunaonaga wanaopata shida sana wadada kazi wengi wanakuwaga ni wadogo chini ya miaka 18, si ndio? Awe msafi, sio? Umesema hivyo vitu vyote. Kwa hiyo ni kama vile umemweka kwenye criteria sehemu ya urasmi, si ndio? Kwa hiyo wewe unavyofikiri wewe, huyu mtu kimajukumu au kimkataba ni nani? Huyo ulomtaja wewe. Wewe umeenda moja kwa moja umesema dada ni nani? Hivyo hivyo ulivyotaja. Sasa tupe maneno mafupi. Kimajukumu hivyo ulivyomtaja kirasmi ni nani? Naomba nifikirie kidogo. Unataka ufikirie? Umetaja vitu vingi, taja ulivyovitaja tena. Umesema awe zaidi ya miaka 18, si ndio? Ndio. Endelea. Ukasema awe na afya njema. Awe na afya, maana yake aweze kufanya majukumu yake. Ndio. Ukasema awe na nidhamu. Awe na nidhamu, discipline, ili aweze kufanya majukumu yake. Endelea. Awe msikivu. Awe msikivu ili aweze kufanya majukumu yake. Maana usiposikia uwezi kufanya. Endelea. Hivyo tu nimetaja. Mmegundua majibu yake yote yanapeleka kwenye kitu kimoja? Mmegundua nini? Mmegundua nini? Jamani, ngoja urudie tena kwa sababu huyu dada ametaja mambo makubwa sana. Twende tena moja baada ya nyingine. Taja tena. La kwanza awe miaka 18. Kwa sababu kwetu sisi kisheria huwezi kufanya kazi ukiwa chini ya miaka 18. La pili, awe na nidhamu. Awe na nidhamu. Usipokuwa na nidhamu huwezi kufanya kazi. Kwa hiyo ili ufanye kazi inabidi uwe na nidhamu. Ukasema tena? Awe na afya njema. Awe na afya njema. Usipokuwa na afya huwezi kufanya kazi. Twende tena? Awe msikivu. Awe msikivu. Usipokuwa msikivu huwezi kufanya kazi. Kwa hiyo lazima umsikilize bosi wako. Usikilize na mkataba wako unakwambia nini. Tuendelee. Awe msafi. Awe msafi. Of course, huwezi ukafanya usafi wakati wewe ni mchafu. Uchafu unaleta magonjwa, maradhi kwa watoto na mazingira yako. Na awe msafi, sio usafi tu wa mwili na mazingira yake. Kuna wadada wengine vyumba vyao haviingiliki, si ndio? Kwa hiyo usafi pia ni moja ya nini? Ya discipline, nidhamu, kwa sababu ina affect kazi yako, inaathiri kazi yako. Ndio hayo. Okay. Nani hapa aniambie hivyo vitu vyote ambavyo kama nyinyi hamjawahi kuvisikia? Hamjawahi kuvisikia? Lakini vyote vinapelekea kwenye kitu hichi kimoja, kwamba dada anayemtaja Teddy, huyu mtoa huduma, kila kitu chake kinalenga aweze kufanya nini? Aweze kufanya nini? Aweze kufanya nini? Basi. Maana unaweza ukataja vitu 200 lakini vyote vinakupeleka kwenye kitu kimoja tu, ili aweze kufanya kazi. Kwa hiyo kwa maneno ya Teddy, mtoa huduma
ni mtu anayeweza kufanya kazi, si ndio? Kwa maana yake ukishindwa kufanya kazi wewe sio. Haya, tuendelee. Kwa maelezo aliyotoa hapa Datedi. Achana na Tedi. Mtoa huduma. Mtoa huduma ni huyo dada ambaye anafanya hayo majukumu yake na anatakiwa awe na umri kama alivyosema miaka 18. Unampenda Tedi sana uwe na umri chini ya yani uwe na umri ambao usiozidi chini ya miaka 18 ili uwe na uweledi wa kufanya kazi zako kama ulivyotakiwa kuwa hapo katika sehemu husika. Ambaye mtu ana huo umri wa miaka 18 anaweza akajielewa akafanya majukumu yake kama inavyotakiwa. Ushawahi kununua nini wewe katika maisha yako? Ushawahi kununua nini? Ushawahi kununua vitu tofauti tofauti. Vitu tofauti tofauti. Okay, ushawahi kununua huduma gani? Huduma yani kama hivi. Huduma kama shule, hospitali, wapi? Okay, kwa nini? Kwa sababu anahudumia sehemu aliyokuwa husika. Wanahudumia sehemu husika. Kwa hiyo kama sehemu sio husika huwezi kutoa huduma. Yaani wanakuwa wamepewa hiyo sekta kuhudumia sehemu husika. Wamepewa na nani? Wamepewa na nani? Kama hapo unakuta serikalini. Wameajiriwa pale ili watoe huduma. Kwa hiyo ili tuwaite watu wa huduma wanatakiwa wafanye nini? Wafanye majukumu yao ambao wanatakiwa. Okay. Sawa kabisa. Tumefika. Kwa hiyo usikimbilie kutoa mic. Kwa hiyo mtu wa huduma ni mtu ambaye ameaminiwa akaajiriwa kwenye sehemu yake husika ili aweze kutoa huduma sahihi kwa kufanya majukumu yake. Kwa hiyo wewe uweze kama mtu wa huduma kama majukumu yako uyafanye. Niliwaambia jaribuni kufikiria kwenye kila kitu ambacho mnanunua au mnauza wenyewe kila siku. Haya maswali tunazungumzia hapa leo, hii mada ni rahisi sana. Ibadilisheni katika maisha yenu ya kila siku. Na nyinyi wenyewe ukienda hospitali usipohudumiwa ndio wa kwanza kulalamika, si ndio? Utasema leo hospitali imefanyaje? Haifanyi kazi. Mkienda polisi msiposikilizwa mkigandishwa mnaanza kusema nini? Amfanyi kazi. Si ndio hivyo? Haya, tuendelee. Mtoa huduma ni mtu anayefanya kazi za nyumba katika familia peke yake au? Hapana. Sasa ndio useme yupi sasa unayemzungumzia yeye? Namzungumzia mtu aliyeajiriwa. Yaani watu wengi wanaajiriwa. Namzungumzia mtu wa huduma anayefanya kazi. Nani? Naomba uwe na haraka mna mic ili twende haraka. Shika mic ili tuwasaidie twende haraka. Jamani, tunamzungumzia mtu wa huduma yoyote. Mtu wa huduma ni nani? Umeelewa? Mtu wa huduma ni nani? Yoyote. Sema tu kwa maneno yako unavyoelewa wewe. Mtu wa huduma ni mtu anayefanya kazi zake kwa weledi zaidi. Pia anazingatia majukumu yake aliyopangiwa na mwajiri wake au mtu yoyote, kama ni kwenye familia au biashara. Okay, kwa hiyo asipofanya majukumu yake kwa weledi sio mtu wa huduma. Ndiyo, kwa sababu atakuwa kuna vipengele hajavikamilisha katika huduma zake. Okay, kwa hiyo kwa maneno yako wewe unavyoelewa wewe, ili awe mtu wa huduma lazima awe anafanya kazi kwa weledi. Weledi ni kufanyaje kazi? Yaani mtu anayefanya kazi kwa ufasaha, yaani mtu anayefanya kazi yaani kitu ambacho ni sahihi. Okay, kwa hiyo ni mtu anayefanya majukumu yake kwa usahihi, si ndio? Kwa hiyo wewe unasema mtu wa huduma ni mtu ambaye anafanya majukumu yake kwa usahihi. Sawa, vizuri kabisa, tunaendelea. Safi. Mtu wa huduma ni mtu ambaye anafanya kazi sehemu husika. Kwa mfano, labda kama wadada wanaofanya kazi majumbani, akiwepo pale atahakikisha kwamba vitu vyote vimekaa sawa, ikiwemo ni usafi, vyakula,
yaani huduma zote zikae sawa, ndo atakuwa mtoa huduma huyo. Kwa hiyo na wewe umerudi kama Mary tu kwamba anafanya kazi yake kwa vizuri, ndio, si ndio? Ndio anaweza kuwa mtoa huduma, si ndio? Ndio. Okay, sawa. Nenda Amina. Kwa upande wangu, mtoa huduma ni mtu yeyote ambaye ana vigezo, amekidhi vigezo husika na anaweza akafuata masharti ya hiyo huduma ambayo anaenda kutoa, na anakuwa anajua kabisa kwa vigezo hivi nilivyo navyo naweza kufanya majukumu fulani kulingana na huduma ambayo anatakiwa atoe. Okay, umeongea vizuri, umetuletea changamoto. Kwanza awe na vigezo. Cha kwanza awe na vigezo. Nafikiri narudi kule, ndio maana wengi mkija hapa tunakaa nao kwanza kituoni, tuhakikishe mna vigezo. Wengine hata kituoni hamuingii, mnaishia nje kwa sababu vigezo hamna. Kwenye hizo kazi zingine za juu tunawafanyia interview tuangalie vigezo. Then tunasema nini? Amesema vizuri kwamba anayeweza kufuata masharti. Ndio maana mkija tunawapa nini pale nje? Mkataba. Mkishasoma pale nje tunaendelea kudiscuss ndani, mna sign, na ukienda kwa bosi tunawapa nini? Mkataba, ili muendelee kufuata masharti. Kwa nini? Kwa sababu unaweza ukawa una vigezo lakini ukashindwa kufuata masharti. Simeelewa? Kwa hiyo nafikiri mimi nimeongea vizuri kwamba mtoa huduma lazima awe na vigezo na aweze kufuata masharti. Safi kabisa, Amesema na vigezo vyake vile vinaweza kumsaidia kumsaidia kutoa hiyo huduma husika. Kwa hiyo akikizi vigezo. Kwa hiyo kuna mwingine ana vigezo, kwa maana ya Amina, kuna mtu anaweza kawa na vigezo alafu visimsaidie kutoa hiyo huduma anayoifanya. Sasa amepataje hiyo kazi? Anapata kazi kulingana na vigezo anavyo, lakini hivyo vigezo vyake sasa kumsaidia kutoa huduma inakuwa shida. Ndio ana vigezo sasa huyo. Hakutakiwa kupita. Kwa sababu vigezo, kuna vigezo vya documents, si ndio? Kwamba kwenye makaratasi yana vigezo. Lakini hapa tunataka tuone vigezo in terms of utendaji sasa. Umeelewa? Kwa hiyo kama dada na vigezo, akapata kazi, akashindwa, hivyo vigezo vyake vikashindwa kumsaidia, maana yake hakuwa na vigezo in the first place. Si umeelewa hapo Umeelewa? Hapana. Ana vigezo, tuna vigezo. Kwa mfano tukisema form 4 au uwe na degree, si ndio? Hicho si ni kigezo. Lakini kigezo cha pili ni utendaji. Sasa akishindwa kutenda, ambayo kigezo cha pili kinasaidiwa na kigezo cha kwanza. Kwa hiyo ukikosa kigezo cha kwanza au ukawa na cha kwanza cha pili si bado una vigezo. Bado una. Sijui umenielewa. Kwa hiyo kuna vigezo vya hivi sasa vya makaratasi, vya kuongea interview. Kigezo cha pili ni utendaji. Kwa hiyo lazima uweze kutenda, kudeliver practical, si ndio? Ndio maana tunawaambia wanatembea sana na bahasha. Kwa sababu kigezo cha kwanza wanacho, wana degree, wana diploma, wana masters, hotel management. Hicho kigezo cha kwanza wanacho. Na interview wanakuja wanafanya vizuri kabisa. Wanafeli kwenye kigezo cha pili sasa cha kuonyesha. Tuonyeshe sasa, do it, fanya. Si ndio? Haya, twendeni. Kwa upande wangu nilivyoelewa, mtoa huduma ni mtu anayetoa huduma kwenye jamii husika kwa nidhamu na kwa kujituma. Okay. Nidhamu tulishaisikia, ila ametuongezea kujituma. Ametuongezea kujituma, si ndio? Kujituma ndo kukoje? Kujituma ndo kukoje? Kwa bidii, yani kwa juhudi. Anafanya kazi kwa bidii. Okay. Kwa hiyo mtu wa huduma tumeongezea hapo kwamba anafanya kazi kwa kujituma, kwa bidii, kwa juhudi, si ndio? Haya, hii nafikiri iko debatable sana. Ni kubwa. Maana motivation za watu ziko tofauti. Haya, sawa. Kwa upande wangu ninavyojua mtoa huduma kwanza ni mtu ambaye mwenye akili timamu na pia anayejitambua ili aweze kutoa huduma zake vizuri. Kwa mfano kwa sisi wadada wa kazi za nyumbani, utakapofika kule, utakapokuwa unatoa huduma kulingana na vile ambavyo bosi wako anavyokuelekeza,
wewe ndo utakuwa ni yani vile utakavyokuwa unatoa zile huduma, jinsi anavyokuelekeza, wewe ndo utakuwa mtu wa huduma mzuri. Okay. Kwa hiyo umetaja timamu, ndo tulisikia saa zile mwenye afya. Hiyo ni mpya, afya imerudiwa, afya ya akili ndo utimamu huo. Ila ya pili umetaja hiyo mpya, umesema ni nini hiyo? Wewe unajitambua. Anajitambua. Haya, nafikiri sasa hapa ndio tunarudi kwenye ile tulosema kigezo cha kwanza alafu cha pili kinagoma. Kuna watu wana vigezo vya kwanza lakini hawajitambui jinsi gani waweze kutumia kigezo cha kwanza ili kikidhi kigezo cha pili. Kwa hiyo ameongezea pointi ya muhimu sana ya kujitambua. Sijui umenielewa eh? Kujifanya nini? Kujitambua. Na hii shida nafikiri binadamu sisi peke yetu ndio tuna shida. Gari inajua ni gari, ndege inajijua ni ndege, sijui nyumba inajijua ni nyumba. Nyumba imejengwa hapo chini, mara nyingi sana haiondoki, iko hapo tu, ni nyumba. Labda kama mafuriko yakitokea, vitu vingi vinajitambua, hata miti inajijua. Umeelewa? Ukuti mtu umechimbwa hapa afu baadaye ukaota nyumba ya pili. Lakini sisi ndo tunahangaika. Haya, changamoto. It's interesting kwa sababu amesema utimamu alafu cha pili ajitambue. Kwa mtu anaweza kaa yuko timamu kiakili lakini asijitambue kwenye kutoa huduma yake. Si ndo ile na vigezo anavyo lakini hawezi kujitambua kutoa ile huduma. Kwangu mimi mtoa huduma ni mtu yoyote anaofanya kazi sehemu maalum au sehemu fulani. Umeishi hapo tayari? Ndio, mimi ndo hapo. Okay, ametupa mpya na yeye moja. Sehemu maalum. Si ndio? Sehemu maalum, sehemu fulani. Si ndio? Sasa hii nimeipenda kwa sababu gani? Kuna baadhi ya nyinyi wadada sehemu yenu maalum ni malezi, mapishi, usafi. Lakini mnakutwa sehemu ambazo sio zenu. Umenielewa eh? Hicho alichosema ni kikubwa sana. Sehemu ulioajiriwa kufanya kazi ndio sehemu ulioajiriwa. Wengine mnakutwa kwenye mifuko ya mabosi yenu. Wengine mnakutwa kwenye pochi za mabosi wenu. Wengine mnakutwa kwenye makeup, sijui perfume za mabosi wenu. Wengine mnakutwa mkizunguka kwenye maeneo ya waume wa mabosi wenu. Sehemu yako maalum ni malezi, mapishi na usafi. Kwa hiyo mtu wa huduma lazima ukae sehemu uliopewa. Naona nasikia unacheka, unataka kuongezeni. Hapo kwa ubeza za watu hapo. Sehemu uliowekwa, kaa kwa kutulia. Huduma yako ni hiyo tu, si ndio jamani? Maana kuna wengine wanataka kujiongeza. Wanajiongeza. Haya jamani. Nafikiri nimeipenda. Tuendelee. Mtu wa huduma ni mtu ambaye ameaminiwa na mtu fulani ili kusudi atoe huduma fulani. Kwa hiyo tunapaswa kuitendea haki kwa sababu mtu kufikia akakuamini ili utoe huduma nyumbani kwake au eneo fulani la kazi yake. Tunapaswa kufanya kazi kwa uaminifu. Jamani, mpigeni makofi yule. Na hapo ndio yupo umepigilia msumari kwenye changamoto za wadada. Yaani hapo ndio umeturudisha msalabani. Amesema vitu vikubwa sana. Kwanza, umeaminiwa. Kwa hiyo mtu wa kwanza anayewaamini nyinyi ni nani? Wadada Center. Sisi tunawaamini, si ndio? Tunawapa mikataba, tunawakabidhi kwa mabosi wetu. Boss naye anakuja anaongea na wewe, unafika nyumbani naye anakuamini, anakupa majukumu yake. Si ndio? Ndio. Sasa hapo. Baada ya hapo sasa. Hapo ndo shughuli inaanza. Baada ya kuaminiwa. Baada ya kuaminiwa. Lakini hatusemi wote jamani. Baadhi, sio wote. Baadhi. Wengi mnajitahidi sana. Hawa baadhi. Baada ya kuaminiwa. Hapo ndo movie linaanza sasa. Kwa hiyo jamani, ameongea vizuri sana. Amesema unatakiwa ufanye, si ndio? Kama vile ulivyoaminiwa. Fanya kwa uaminifu. Na uaminifu nafikiri ndio changamoto kubwa tuliokuwa nayo sisi binadamu sasa hivi. Sio tu kwenye kazi za majumbani, kila sekta sasa hivi.